ndugu mtazamaji wa Citizen. Katika kile kinachoonekana kama sura mpya ya mvutano wa kisiasa kati ya mataifa ya Afrika Magharibi, serikali ya Benin imetoa tamko kali ikikanusha madai ya kuhusika na njama za mataifa ya Magharibi kuyumbisha nchi ya Niger na ukanda mzima wa Sahel. Waziri wa mambo ya nje wa Benin, Olusegun Ajadi Bakari, ametaja tuhuma hizo kuwa ni za kupotosha, zisizo na msingi na kudhalilisha. Akihojiwa na shirika la habari la Ufaransa RFI, Bakari alisisitiza kuwa nchi yake haiwezi kuwa daraja la kufanikisha ajenda za kibeberu, akisema kuwa Benin inapambana na ugaidi katika ardhi yake na kutoka nchi jirani kwa ujasiri mkubwa na kwa gharama kubwa. Kujaribu kuihusisha nchi yetu na vitendo kama hivyo sio tu kuwa ni jambo lisilokubalika, bali pia ni dharau kubwa kwa majeshi yetu ya ulinzi na usalama na kwa raia wetu wote. Kauli hiyo imekuja kama majibu ya tuhuma zilizotolewa siku ya tarehe 31 Mei na rais wa mpito wa Niger, Jenerali Abdurrahmane Chiane, aliyedai kuwa Benin na Nigeria zinashirikiana na Ufaransa katika kuandaa operesheni za siri dhidi ya nchi ya Niger. Kwa mujibu wa Chiane, mikutano ya kupanga mashambulizi imekuwa ikifanyika Nigeria na maeneo ya Ziwa Chad, huku silaha zikisambazwa na makundi ya kigaidi yanayohujumu ukanda mzima wa Sahel. Chiane pia alidai kuwa Ufaransa inaendesha mitandao ya siri inayoshirikiana na baadhi ya nchi jirani, akiitaja Benin kwa lengo la kudhoofisha umoja wa nchi za Sahel, yani Alliance of Sahel State AES, ambayo inaundwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Ni kwa misingi hiyo ndipo serikali ya Niger ikaamua kuendeleza kufungwa kwa mpaka wake na Benin, hatua iliyochukuliwa baada ya mapinduzi ya kijeshi mnamo Julai 2023. Mahusiano kati ya nchi ya Niger na Benin yameendelea kudhorota siku hadi siku, hasa baada ya Benin kushiriki kutekeleza vikwazo vya ECOWAS dhidi ya Niger kufuatia mapinduzi hayo. Ingawa ECOWAS iliondoa vikwazo Februari 2025, Niger na washirika wake waliamua kujiondoa kutoka jumuiya hiyo, wakilalamikia kile walichokiita adhabu dhidi ya mabadiliko halali ya kiutawala. Akizungumza na kituo cha redio cha ndani nchini Benin, BIP Radio, Waziri Bakari alisema, Niger ni nchi ndugu. Ni jambo la kusikitisha kuona uhusiano wetu ukipitia kipindi kigumu kiasi cha kushindwa kuwasiliana rasmi. Bakari alieleza kuwa hatua ya Benin kufunga mpaka wake upande moja ilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa maamuzi ya kikanda na wala sio kitendo cha chuki au hujuma dhidi ya Niger. Kwa sasa mpaka huo umefunguliwa. Akitamatisha mahojiano yake, Bakari alisisitiza, tunaiheshimu mamlaka ya Niger na uhuru wake wa kuchagua washirika wake, lakini Benin haitakubali kamwe kuamriwa kuhusu ushirikiano wake kimataifa. Hilo ni suala la mamlaka ya kitaifa. Kauli ya Benin imezidi kudhihirisha kwamba mapambano ya Afrika dhidi ya miingilio ya kigeni hayahusu tu siasa, bali pia heshima ya kitaifa na usawa katika majukumu ya kimataifa. Mgogoro huu kati ya Benin na Niger unaweza kuwa kipimo cha namna bara la Afrika linavyojitahidi kujinasua kutoka kwa utegemezi wa kibeberu wa kisiasa kutoka nchi za Magharibi, huku likilinda misingi ya mamlaka na heshima ya kitaifa. Uingiliaji wa mataifa ya Magharibi barani Afrika si jambo jipya, bali ni sura ya kisiasa ya ukoloni unaovaa vazi la demokrasia, haki za binadamu na usaidizi wa maendeleo. Kwa miongo mingi, Afrika imekuwa uwanja wa mashindano ya kimaslahi kati ya mataifa yenye nguvu, huku maamuzi kuhusu hatima ya bara hili yakifanyika nje ya mipaka yake, katika meza ambazo Waafrika hawapo. Katika muktadha wa sasa, uingiliaji huu umechukua sura ya kisiasa, kijeshi na kiuchumi: kuunga mkono au kupindua tawala, kusambaza silaha kupitia njia za siri, kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya serikali zisizotiifu kwa Magharibi, na kutumia mashirika ya kikanda kama ECOWAS kama vishawishi vya kisera katika kubadilisha mawazo ya nchi husika. Hii yote hufanyika kwa njia ya kudumisha utulivu au kulinda demokrasia, wakati kiuhalisia lengo kuu ni kuhakikisha maslahi ya kigeni yanabaki salama kwa gharama za mateso za wananchi wa Afrika. Tunaona sasa mataifa kama Niger, Mali na Burkina Faso yakichukua msimamo wa kupinga mwelekeo huu, yakijiondoa katika miundo ya kikanda inayotumiwa kama zana za ukoloni mambo leo. Ni hatua ya ujasiri, lakini pia ni mwito kwa mataifa mengine ya Afrika kufikiri upya nafasi yao katika mfumo wa dunia. Kwa hiyo, kuendelea kwa uingiliaji huu ni kiashiria kwamba ukombozi wa Afrika bado haujakamilika. Uhuru wa bendera haukutosha. Sasa ni wakati wa kuhitaji uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kisiasa. Afrika haiwezi tena kuendeshwa kwa matakwa ya mabalozi wa mataifa ya nje au kwa vikao vya siri vinavyoamlia hatima ya
ya watu mamilioni mia kadhaa bila sauti yao kusikika. Hitimisho ni kwamba hadi sasa Afrika itapokataa kiukamilifu uingiliaji wa nje na kuamua kujisalimisha yenyewe katika wananchi wake kwa umoja na mshikamano wa kweli, ukoloni mamboleo utaendelea kutufunga mikono hata kama tumevalia suti za uhuru. Hili ni darasa la kihistoria ambalo bara letu lazima lijifunze na kulisimamia kwa vitendo na si kwa maneno.